Paradise Mission Pre and Primary School iliyoko mji mdogo wa Mbalizi mkoani Mbeya tayari imesajiliwa rasmi kwa namba EM 18179. Shule ni ya kisasa yenye ubora wa kimataifa. Wameanza kutoa fomu za kujiunga kwa madarasa ya awali na msingi, darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na sita. Shule ni ya kutwa. Karibuni. Ada yao ni nafuu kabisa. Mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi Taifa James Mbatia ameendelea na ziara yake mkoani Mbeya kwa kupita katika wilaya na majimbo kadhaa, ziara yenye lengo la kukutana na wanachama na kuangalia uhai wa chama hicho, ikiwa ni pamoja na kuzindua ofisi ya chama hicho mkoa wa Mbeya. Akitumia wajibu walionao, mbunge huyo wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akitokea jimbo la Vunju anajitokeza mbele ya waandishi wa habari na kueleza kile alichobaini katika ziara yake. Vyama vyetu vya siasa vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Kwanza kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ile ibara ya 3 na ibara ya 10 iliyofutwa. Kwa ibara ya 3 inabeba nchi yetu ni mfumo wa vyama vingi vya siasa na sheria mbalimbali, hususan sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 1992 kama ilivyofanywa marekebisho ya mara ya mwisho mwaka jana Januari tarehe 29, siku ya Jumanne. Sisi wabunge tulifanya marekebisho hayo kule Dodoma. Chama chochote cha siasa lengo lake kuu ni kutoa madaraka ya kuongoza, madaraka ya dola. Na kama tunavyojua tabia za dola kama zilivyotangazwa kule kwenye Montevideo Convention kule kusini mwa Amerika, yani watu, jiografia inayohusika, ardhi, mamlaka, na kwenye mamlaka ndio tunakuta kuna bunge, tuna serikali na tuna mahakama, na ya mwisho mahusiano. Serikali moja inakuwa na mahusiano na serikali nyingine, ndio tunaita dola kwa ujumla wake. Sasa kwa kuwa lengo kuu la chama cha siasa ni kutoa madaraka ya dola, na ndivyo tulivyosajiliwa, kila chama cha siasa kina madhumuni yake. Kila chama cha siasa pia kina malengo yake ya kisiasa. NCCR ni mlezi au ni mama tulipata, tumebahatika kuwa na sifa hiyo. Ni bahati tu, sio kwamba ya kujivunia, isipokuwa ni bahati ya kuasisi mageuzi hapa nchini Tanzania. Na mwaka 91 tarehe 11 na tarehe 12 ya mwezi wa 6, siku ya Jumanne na Jumatano, tulikutana kule Diamond Jubilee. Wakati mimi nilikuwa kijana mdogo sana. Nilikuwa kijana mdogo, ndio nilikuwa nasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka wa 4, kituo cha uhandisi. Kazi yetu ilikuwa ni kupanga viti, kwenda huku na kule, tunatumwa na wazee. Watu tunatumwa sana na wazee, wakina mzee Kasela Bantu, Saidi Abdalla Fundikira, wakina mzee James Mapalala, wakina Christopher Kasanga Tumbo. Lakini vijana wakati walikuwa kina Mabele ya Uchumarando, Prince Pius Mainja Bagenda, Ndi Marati Gambwage, Ringo Tenga, Oswald Mashaka Nini Chimoto, walikuwa wengi katika mageuzi hapo. Na sisi vijana tulikuwa na hamasa. Nakumbuka vijana tuliokuwa hasa kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam katika kuandaa kongamano ile, tulikuwa na marehemu Haruni Kimaro pamoja na wenzao kina Dodi Kibazigiza, lakini ambao tupo kwenye active politics leo ni ndugu Anthony Bahati Kalisto, mbunge wa Moshi Vijijini, na mimi. Lakini tulikuwa na vijana wengi, tulikuwa tunafanya pamoja. Baada ya kongamano tarehe 12 ya mwezi wa 6, siku ya pili ya ile kongamano, tume ya Nyalali ilikuwa jaunga wakati serikali ya Mzee Mwinyi, tukaanzisha NCCR. NCCR ikatamkwa ndani ya ile kongamano kwamba NCCR kama National Committee for Constitutional Reform, National Committee for Constitutional Reform, kamati ya taifa ya mabadiliko ya katiba. Kwa hivyo na kule Zanzibar waliokuwa wamewakilisha Zanzibar kuna mzee Shabani Mlo, wakati kuna Maalim Seif walikuwa gerezani, wakaanzisha kamati huru ya mabadiliko Zanzibar. Sisi NCCR tulianza kuzunguka hasa Tanzania bara kwa ajili ya kuunda kamati mbalimbali za mabadiliko ya katiba. Wakati tunaanzisha, ndio rais mstaafu wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi akaunda tume ya Nyalali.
Kati ya makamishna walioingizwa kwenye tume ya Jaji Nyalali alikuwepo pia Mabere Nyaucho Marando, lakini sisi tukakaa kwenye kamati yetu pale kwenye ofisi ya Marando tukamwambia asishiriki. Hii historia huwa inafutika sana. Tuliambiwa kamishna mmoja wa tume ya Nyalali alikuwa Mabere Nyaucho Marando, lakini tulimwambia asishiriki. Na tulikuwa na sababu za msingi za kumwambia asishiriki, kwa sababu swala la kuwa na mfumo wa vyama vingi, swala la kuwa na uhuru wa mawazo, swala la kujumuika, swala la kujadiliana ilikuwa imeanza tangu mwaka 1958 wakati Mwalimu Nyerere ameenda kuomba uhuru Umoja wa Mataifa, akaenda kuomba uhuru alioita yeye Mwalimu. Sisi hotuba za Mwalimu, uhuru wa kauli, uhuru wa watu kujumuika, kuwa na mawazo tofauti, kuwa na fikra tofauti, kubadilishana mawazo kwa ajili ya maendeleo endelevu. Na wakati huo anasema dunia ikifika kwamba binadamu wote wakifikiri inavyofanana itakuwa ni mwisho wa dunia. Haiwezekani. Kuwa na mawazo mbadala ni haki. Sasa ile tume ya Nyalali ilipokuja na mapendekezo yake, ikapendekeza kwamba Tanzania ingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Japo 20% tu ya Tanzania walisema tuende kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa, 80% ilisema hapana. Lakini kwa busara za baba wa taifa wakati ule Mwalimu Nyerere akaweka shinikizo sana kwenye chama chake kuambia nyie ndio mfumo wa chama kimoja, hatuwezi Tanzania iweze kawa ni kisiwa, lazima tukubali kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Na kwa kweli katiba ikabadilishwa, sheria ikabadilishwa, tukaingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Historia ni ndefu kidogo. Lakini kwa takriban sasa miaka 28 iliyopita, mwaka 1000 mpaka sasa, lakini ukirudi nyuma miaka 10 iliyopita, mwaka 2010 utafiti ulifanyika kupitia kitivo cha sayansi za siasa cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ikaonekana Watanzania zaidi ya 48.2 wanataka mfumo wa vyama vingi vya siasa miaka 10 iliyopita. Na leo hii ni zaidi ya 50% ya Watanzania wanataka mfumo wa vyama vingi vya siasa. Na kwa kuwa tuko zaidi ya 50% tunaotaka mfumo wa vyama vingi vya siasa, na wengi waliopo ni ile rika la vijana kuanzia miaka 16 mpaka 44, ambao ni zaidi ya 71% ya Watanzania, ya watu wazima. Penda tusipende, hatuwezi tukaruhusu nchi yetu ikarudi kwenye mfumo wa chama kimoja cha siasa. Yoyote mwenye ndoto kwamba nchi itarudi kwenye mfumo wa chama kimoja cha siasa anajidanganya mwenyewe, kwa sababu Watanzania wataki, na nchi hii ni yetu sote. Na hakuna chama cha siasa kinachoweza kusema eti kitatawala Watanzania milele. Hawana hati miliki ya kuwatawala Watanzania milele. Ni maamuzi ya Watanzania. Tukae pamoja, tushiriki pamoja, na hasa kuanzia kwenye katiba yetu, sheria zetu na mambo mengine ambayo ni ya muhimu. Tunakuwa na kauli tu sisi viongozi za kibabe, tunakuwa na kauli kwamba sisi ni bora, mtu anajiona mimi ni bora kuliko mwingine, kila mtu anasema mimi. Hata bungeni juzi tulizungumza, nikawashauri tu wenzangu wa bunge la Jamhuri ya Muungano, hii mambo ya kusema yangu tuseme yetu. Mtu anasema wizara yangu, tuseme yetu, chama changu, chama chetu, serikali yangu, serikali yetu. Unasema mimi, baada ya kusema mimi sema sisi. Kwenye hii dunia leo ya artificial intelligence, dunia inaenda kwenye kasi ya mabadiliko, uwezo ukasema yangu, mimi, uwezo ukabinafsisha chochote. Hata mimi siwezi kusema eti chama changu, hapana. Chama chetu ni taasisi ya Tanzania. Leo nipo, kesho sipo, lakini sisi itaendelea kuwepo. Walikuwa kuna mzee Mabere Nyaucho Marando, lakini sisi itaendelea kuwepo. Kwenye waasisi mimi nina nakadi namba 6 nipo, lakini taondoka, wengine wataendelea kuwepo kwa kuwa hizi ni taasisi za umma. Kwa hivyo tusije tukajidanganya kwamba hivi vyama vya siasa ni kampuni ya mtu mmoja au ni ya kikundi cha wachache, au tusijidanganye nchi hii ni ya kikundi cha watu wachache, au mtu anaweza kujiona yeye ni bora kuliko mwingine ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tukumbuke, wakumbusha wa Tanzania, Mwalimu alipoasisi taifa letu alianzisha kanuni inayosimamia umoja wa kitaifa, na hasa kwenye kutumia Kiswahili ikatuunganisha, Kiswahili ikatuunganisha. Lakini ile kanuni ya binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja, binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Unaweza kuona Mwalimu alivyojitoa, na leo hii unaweza ukaenda duniani. Nakumbuka nilikuwa nasoma kama miaka 14 iliyopita, tukayafanyia marekebisho na tukasema sasa vyama vya siasa tushindane kwa misingi ya itikadi. Ukienda chama hiki ujue itikadi yake ni ipi na uone ikitekelezeka. Kama mzee Mandela ametuambia, ukiwa na maono na kuyafanyia matendo unaibadilisha jamii, unaibadilisha dunia. Kwa hivyo sisi tukawa na itikadi ambayo inabeba maudhui ya Watanzania
yenye kueleweka vizuri kwa Tanzania. Na itikadi ya NCCR Mageuzi iko kwenye katiba yetu, ni itikadi ya utu. Utu. Na utu msingi wake wa kwanza ni udugu, maadili, usawa, haki, imani, mabadiliko, uhuru, wajibu, asili, kazi na endelezo. Utu. Sisi tuliamini ndani ya utu kwamba utaunganisha Watanzania wote, kwa sababu binadamu akija duniani anazaliwa kama binadamu, anakuja na utu wake. Na tunaamini baada ya kufanya utafiti wa kina leo hii, na tunaviomba vyama vyote vya siasa Tanzania, ni rai yetu sisi kama waasisi wa mageuzi, ikiwa kuna Chama cha Mapinduzi, tushindane kwa misingi ya itikadi zetu za kisiasa. Wao watuambie wana itikadi gani ya kisiasa, sisi tuseme itikadi yetu ni gani ya kisiasa, na nakaribisha midahalo. Tuanze kufanya midahalo kabla ya uchaguzi mkuu. Watanzania wajue tofauti ya itikadi ya chama kimoja na itikadi ya chama kingine. Wewe unasema nini, huyu anasema nini? Ni unaweza kukuta hata viongozi wakubwa tu baadhi ya vyama ukiuliza hata itikadi zao hazielezeki. Unaweza kukuta kuna vyama vingi vinasema itikadi hazitekelezeki, lakini sisi tunaweza tukaeleza itikadi yetu ya NCCR Mageuzi itatekelezeka vipi kwa vitendo. Sasa na msingi mkuu wa kisiasa ndani ya katiba yetu, na ni ibara ya 7 inasema kukubali itikadi. Tulikuwa tunafanya kazi yetu chini kwa chini mwaka jana kwenye mkutano mkuu wa taifa mwezi wa 7, tukaazimia kwamba kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, yani mwaka huu, itabidi tushiriki kwenye ngazi kuanzia rais mpaka madiwani, kwa sababu tunajiamini ndani ya jamii tutasimamia, na tukishaweza kusimamia vizuri katiba yetu, madhumuni yetu yako 18 na miongozo mbalimbali tunayoiweka, jamii itatuelewa vizuri, kwa sababu utu unamgusa kila mwanadamu, sio kwa Tanzania tu, duniani kote. Hata kusoma tamko la ulimwengu la haki za binadamu la tarehe 10 mwezi wa 12 siku ya Ijumaa mwaka 1948 linazingatia misingi ya ubinadamu, ndio haki za msingi za binadamu za kuzaliwa. Sasa tulivyokubaliana mwaka jana kwenye mkutano mkuu, maazimio yetu pamoja na kuzunguka nchi nzima, na sio James tu, watu mbalimbali, tukafanya yale tulikubaliana kiutendaji, tukaandaa mipango kazi ya kufanya shughuli zetu, yani mpango kazi pamoja na mpango mkakati. Tunafanyaje kazi tukiingia kwenye uchaguzi mkuu wa 2020 ufanikiwe. Mwaka huu tarehe 19 mwezi wa 2 siku ya Jumatano tulikuwa na halmashauri kuu ya taifa. Wiki mbili kabla ya halmashauri kuu ya taifa, ninakumbuka wiki mbili kabla ya halmashauri kuu ya taifa, ilikuwa tarehe 5 ya mwezi wa 2, nilipigiwa simu na mtu anaitwa Boniface Mwabukusi ambaye yuko kulia kwangu. Akaniambia mimi ni wakili msomi, nilikuwa sijui. Akaniambia mimi wakili, niko jijini Mbeya, naomba kujiunga na NCCR Mageuzi. Naomba katiba ya NCCR Mageuzi. Nilikuwa Dodoma, akaniambia naomba katiba ya NCCR Mageuzi, naomba nijifunze humo ndani na machapisho mbalimbali. Tukamtumia, mimi nikaagiza makao makuu wamtumie, akamtumia akasoma. Baadaye akaniambia naweza tukakutana, nikamwambia karibu Dodoma, ratiba yake kumruhusu, akaniambia nitakuja Dar es Salaam. Na kweli sisi tukamwalika, kwa sababu tunafanya semina Dar es Salaam kama mwanasheria, aje ashirikiane na waasisi wengine na wanachama wengine na wataalamu wengine kufanya semina kwenye halmashauri kuu ya taifa. Tarehe 19 alikuja tarehe 18, 19 tukamkaribisha kwenye halmashauri kuu ya taifa. Tukampa nafasi ya kuongea. Kwenye nafasi ya kuongea, yeye mwenyewe akasema nimefurahiwa na hiki chama, naomba mnipe fursa ya kujiunga na NCCR Mageuzi kwa ridhaa yake mwenyewe, kwa kuwa ni haki ya msingi ya katiba. Kwanza ikianzia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mwananchi ana uhuru wa kujiunga na chama chochote kile cha siasa. Akaeleza sababu zake za msingi kwa nini ameomba kujiunga na NCCR Mageuzi: mambo ya amani, ya utulivu, chama chenye upendo, itikadi ya utu, mambo mengi tu asifa nyingi. Akajiunga. Alipojiunga akatuomba kwenye halmashauri kuu ya taifa, jamani, chonde naomba mje Mbeya. Naomba mje, mimi ni taratibu ziara ya mkoa wa Mbeya, mje jimbo, hasa jimbo la Busokelo, mimi natoka huko, na naomba mwenyekiti wa taifa uje, na tunaomba pia tuweze tukaratibu mkoa mzima wa Mbeya na maeneo mbalimbali. Tutaanza. Akasema sawa, tutaanza kujumuika pamoja, kwa sababu hapa kidogo kwa kweli tulikuwa hatuna hamasa kubwa ya siasa. Tukasema nitakuja Mbeya kwa mwaliko wa ndugu Mwabukusi. Na diwani wetu wa kule Rungwe na mzee Mwasakilali alikuwa kamishna wetu wa mkoa wa Mbeya kwenye halmashauri kuu.
Akasema mimi naomba nijiunge ukamishna wangu, ili naona huyu wakili msomi yuko Mbeya mjini, mimi baada ya kwa kule Tukuyu ndio katikati ya jiji, tuweze nikampa nafasi yangu ya ukamishna. Tukajadili sana kwenye halmashauri kuu. Baadaye kwa mujibu wa katiba ameshakuwa mwanachama wetu, ana haki zote, akateuliwa na halmashauri kuu ya taifa kuwa kamishna wetu wa mkoa wa Mbeya kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa hiyo akaja kuanza ratiba na utaratibu wa sisi kufanya ziara. Mimi nimefika hapa Mbeya tangu Jumatano. Nimefika Mbeya Jumatano, tulifanya ziara kule Tukuyu, jimbo la Rungwe. Na uongozi wetu wa kule Rungwe ukiongozwa na ndugu Mwasakilali, diwani wetu wa NCCR Majori pale Rungwe, wakawa wameandaa viongozi wa kutoka vyama mbalimbali vya siasa 6 wakajiunga na chama chetu, na kwenye daftari zao tukakuta wamejisajili 194 wanachama wenye kadi, na siku ile wakawa wengine wapya 243. Kwa hivyo ile jimbo la Rungwe wanachama ambao wamesajiliwa wako kwa lugha nyingine wako kwenye kanzi database yetu ni 443. 443. Kesho yake Alhamisi tukaenda kule Busokelo. Kwa kweli Busokelo tulipokelewa kwa shamra kubwa sana. Pale bonde la Mwakalele, tukawa pale Kandete, na zile kata zinazozunguka zilikuwa 4. Viongozi waliotoka kwenye vyama vingine vya siasa walikuwa ni 10, na waliotoka walikuwa ni 10 pale Kandete, na tulienda kule Lwanga walitoka 6, lakini wanachama wapya ndio wakabidhi kadi kwa mkono wangu na kupiga nao picha, walikuwa 257, lakini ambao walishafanywa mtandao kwenye ile jimbo lina kata 13 ambao wamesajiliwa kwenye kanzi data ambayo database, Kiswahili kigumu kidogo, ni 2466. Kwa hivyo jimbo la Busokelo sasa tunao wanachama ambao wako kwenye database yetu 2739. 2739 ndio daftari letu la wanachama lilivyo kule Busokelo. Jana tulikuwa Kiela, bahati nzuri kamishna ndugu Boniface Mwabukusi alishafanya ziara kule zaidi ya wiki mbili zilizopita kufanya maandalizi ya ziara ili tupite pale tusalimie pia. Bahati nzuri alishapita huko Ipinda mpaka Kiela mjini, akawa ameweka uongozi waliotoka kwenye vyama vingine, wakaweka uongozi wetu kuimarisha na wale zamani walikuwa ni 11, na jana wanachama wapya ndio wakabidhi kadi kwenye ule ukumbi wa KBC walikuwa ni 13, na ambao walishawasajili tangu hizo wiki mbili zilizopita na kupewa kadi ni 102. Jumla pale Kiela wako wanachama 126. Kwa hiyo ukijumlisha wanachama wa Rungwe, wa Busokelo na Kiela ni wanachama 3308. 3308. Na bado tutafanya kazi Mbeya mjini na maeneo mengine. Haya ni kwenye haya majimbo matatu. Hiyo ilikuwa ni shamra ya chama, mambo ya itikadi zetu, na tukazungumza mengi. Lakini tulivyokwenda huko tulikozunguka kuna mambo ambayo ni ya utu. Mambo ambayo yanagusa jamii kwa pamoja. Tunasema matatizo ya wafugaji, wanafanya ufugaji wa kisasa. Tumeona mpaka ng'ombe wanakamuliwa lita 60 kwa siku, lakini hawana soko lililo la kuaminika. Yaani hakuna ushindani wa soko. Kuna sehemu nyingine vikundi vinalazimishwa viuze maziwa kwenye mtu fulani au kwenye kikundi fulani, wakati sasa hivi ni swala la soko huru. Watu wako huru kufanya jambo wanalolitaka. Kuna mazao, kwa mfano ndizi, soko lao liko chini sana. Mazao ya viazi mviringo, mazao ya kokoa, mazao ya mchikichi, kokoa sana tulikuta Kiela, lakini na mazao mengine ambayo yanapatikana. Lakini pia kuna tatizo kubwa la miundombinu na hasa barabara kweli za kuenda Busokelo. Ukianzia hapo Tukuyu kwenda Busokelo kwenda pale Kandete ni kilomita 29, unatumia saa nzima na nusu, kilomita 29. Ile barabara haiko kwenye hali nzuri kabisa, na ni changamoto ambayo tunakutana nayo huko, wananchi hawako vizuri na mambo ya namna hiyo. Ukienda jimbo kwa mfano Kiela wana kokoa nzuri sana ambayo ipatikani hapa Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla, yani ya sasa, lakini bei yake ile thamani yake shida. Kuna mazao ya mchikichi, kuna zao la korosho,
kuna mpunga na Tanzania tunasema mchele wa Kyela unavyonukia na nini, lakini hawako kwenye hali nzuri. Lakini changamoto kubwa pale Kyela ni maji safi na salama. Maji safi na salama. Wana mito inayozunguka pale mitatu, lakini maji safi na salama Kyela ni shida. Na hasa Kyela mjini niwe kweli ni shida, na tulitembelea maeneo mbalimbali. Kwa hivyo hizi changamoto hizi itabidi tuzisemee. Sisi ni chama cha siasa, tuna haki ya kuzisemea ili tushindane kwa hoja zinazokuza utu wa binadamu zaidi. Hizi changamoto, na mimi pia mimi ni mbunge na majukumu ya mbunge yako manne: la kwanza kwa taifa lake, la pili kwa jimbo lake la uchaguzi, la tatu kwa chama chake cha siasa, na la nne kwa dhamira yake binafsi. Na hili la kwanza kwa sababu kwa taifa langu, ninawaahidi wana Mbeya hata nikiwa bungeni nitasemea hizi changamoto ambazo nimezikuta kwenye haya majimbo matatu, ili tuweze tukaona namna gani tunaisukuma serikali, namna gani tunaisimamia na kuishauri serikali ili changamoto ziweze zikapatiwa ufumbuzi kwa ajili ya kukuza utu wa wana Mbeya na Watanzania kwa ujumla. Lakini ilituia vigumu kidogo kwa sababu juzi tarehe 5 tukiwa kule Kadete, tunafika asubuhi tunaambiwa tumezuiliwa kidogo kufanya mikutano kwa sababu tunaonekana walisema kitu kinachoitwa taarifa fiche. Yaani kama taarifa fiche, polisi wanatuambia kuna taarifa fiche kwamba nyinyi mnataka kufanya mikutano ya hadhara, mnataka kufanya maandamano ya kuleta shamra. Naonekana mikutano yenu tangu jana imeanza huko Tukuyu, mnatukana matusi, mnavuruga vyama vingine, mnafanya jamii siweze kufanya shughuli zake vizuri, mnaleta uchochezi dhidi ya dola na mambo mengine. Tuliyakanusha yote. Tukasema mikutano yetu bahati nzuri tuko na baadhi ya waandishi wa habari, inarekodiwa, ni mikutano ya ndani na wala hatuendi kufanya mikutano ya nje. Na haya yote hata vyama vingine vyote vya siasa vinafanya hivyo. ACT Wazalendo wanafanya mikutano ya ndani, Chadema wanafanya mikutano ya ndani, CUF wanafanya mikutano ya ndani, vyama vingine kwa utaratibu tuliojiwekea, japo sio utaratibu mzuri sana. Hata mimi mwenyewe naupinga kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatupa haki ya kufanya mikutano ya hadhara, ya kujumuika, ya kubadilishana misingi hapa na pale. Kwa sababu kuna utaratibu upo na ndio tumekubaliana na jeshi la polisi na mkishaweka mkataba, ni makubaliano kati ya pande mbili utekelezeke. Tulitoa ripoti kwao na wakatuambia tutafanya mikutano ya ndani, na tukaambia kumbi tutakazofanya. Hayo mengine ni watu tu kujaribu kutuchokoza, kuweseka. Sisi tukasema hata kama wanatutukana, wanaleta mambo yote hayo, uchochezi huo, tulizuiliwa na polisi karibu dakika 35 hivi, almost dakika 35, lakini tukajieleza vizuri. Baadaye nikamkaribisha wakili akafafanua vifungu vya sheria vizuri, tukaruhusiwa tuendelee na mikutano yetu. Nimeona nipeleke taarifa hizi ndugu zangu wanahabari kwamba sisi tumekuja Mbeya kwa misingi ya kuimarisha chama chetu, kwa misingi ya kujiandaa kwa ajili ya kwenye uchaguzi mkuu ujao, misingi ya kuweka madiwani kwenye kata, misingi ya kuweka wabunge kwenye kata, na mchakato mzima utakavyotolewa ile ratiba sasa namna gani ya kuwapata wale wanachama wetu walio na nia wajitokeze ili tuweze tukashiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu unaokuja. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Chama cha NCCR Mageuzi kinasema kitaendelea kuheshimu vyama vingine na kwamba ni vyema kuendelea kushindana kwa hoja badala ya kashfa na matusi, na kwamba chama hicho kitashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2020 kwa kuwa na wagombea kwa ngazi zote. Esau Godin, Umoja TV. Paradise Mission Pre and Primary School iliyoko mji mdogo wa Mbalizi mkoani Mbeya tayari imesajiliwa rasmi kwa namba EM 18179. Shule ni ya kisasa yenye ubora wa kimataifa. Wameanza kutoa fomu za kujiunga kwa madarasa ya awali na msingi, darasa la kwanza, la pili, la tatu, la 5 na 6. Shule ni ya kutwa. Karibuni. Ada yao ni nafuu kabisa.